Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya neema yake ambayo ametupatia katika alfajiri ya leo tena. Samahani tumelazimika kubadilisha ibada yetu, lakini lazima ibada iendelee kwa sababu ya mazingira ambayo yamekuwa nje kidogo ya uwezo wetu. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Ninaomba nimshukuru Mungu alafu tukapate kuendelea. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante kwa sababu ya pendo lako, asante kwa sababu ya fadhili zako Jehova Mungu mtakatifu. Ninakushukuru mno kwa vile ambavyo Mungu mwenye haki umekuwa pamoja nasi majira, wakati na saa zote. Bwana, hukuwahi kutuacha, lakini Mungu mtakatifu umeendelea kuwa pamoja nasi nyakati na wakati wote. Bwana Baba, tunakutukuza na kukuinua kwa sababu hata sasa u pamoja nasi Bwana, kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu tunaomba neema yako Bwana ikatamalaki katikati yetu mahali hapa. Roho Mtakatifu kazungumze nasi tena kwa mara nyingine. Roho Mtakatifu kayafunua maneno yako tena kwa mara nyingine ndani yetu Bwana, ukatupe mafunuo Baba, ukaendelee kusema na sisi, kwa kuwa ni kweli na ni wazi kwamba tunakuhitaji wewe, maana hakuna tunalojua wala hakuna tunaloelewa isipokuwa wewe mwenyewe unaweza kutujulisha na kutuelewesha. Asante Mungu mtakatifu kwa sababu ya wema wako. Ninamkemea shetani mharibifu wakati wa neno lako. Ninasambaratisha kila mipango yote ya adui kwa jina la Yesu. Haina mamlaka wala nafasi tena katika jina la Yesu. Lakini Baba, tunaomba uwe pamoja nasi katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen. Basi naomba tuendelee na ibada yetu asubuhi ya leo. Mungu akubariki wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya mtandao wa Facebook. Mungu akubariki sana. Naomba tuungane tuendelee na ibada yetu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi katika kusoma, katika kuendelea kuangalia, tumefika mahali ambako tumeona kwamba mwanamke hakuwahi kuona kwamba yale matunda yanafaa kwa chakula wala ni mti wa kutamanika kwa maarifa kama ambavyo Biblia inasema. Kwa sababu gani? Mwanzo alikuwa hajaingiziwa wazo, alikuwa hajaingiziwa ule mtazamo mbovu. Kwa hiyo nikasema hivi kwamba, na juzi nilisema na leo niseme tena kwamba mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema, kulingana na Biblia inavyozungumza kwamba mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Sasa ukijaribu kuangalia msimamo mzuri wa Hawa uliharibiwa na story fupi tu sana kati yake yeye na nani? Kati yake yeye na nyoka. Ukaharibiwa kabisa ule msimamo wa kwamba haturuhusiwi kula lile tunda la mti wa katikati na nini. Ukaharibiwa kabisa ule msimamo wake. Ukaharibiwa mara moja, na Hawa akajikuta nafanyaje? Anapoutazama ule mti sasa hauoni tena kwamba ni kitu cha hatari. Unanielewa? Haoni tena kama ni kitu cha hatari. Ule mtazamo wake umegeuzwa na nini? Na ile story kwamba mnaweza mkala na mtafanana na Mungu. Sasa tunajiuliza, kwa sababu Hawa tayari alishaumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, na Mungu anasema kabisa kwamba kwa mfano wake aliwaumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo aliwaumba sawa sawa na mfano wake. Sasa Hawa alichokuwa anatafuta ni nini tena? Ni ule udanganyifu, ule mtazamo mbovu, zile story anazopiga na nani? Na nyoka. Hapa zimebadilisha kila kitu. So ni muhimu sana kuwa makini na marafiki na watu na kampani ambayo unakuwa nayo, kwa sababu hiyo ndio either inaweza ikakutengeneza ama ikakuharibu, lakini kwa sehemu kubwa ni kukuharibu. Kwa hiyo Mungu akupe neema sana katika hili, katika jina la Yesu. So mstari wa 6 ambao tulimalizia tunasema alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Sasa sikiliza kitu ambacho nataka nisisitize kidogo leo. Ni kwamba Biblia inasema kwamba ile B ya ule mstari wa 6 anasema nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Kwa maarifa ni uanze tu mstari moja kwa moja. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala. Hakukuwa na shida. Nataka kusisitiza hii, alipokula yeye hakukuwa na shida, kwa sababu msimamizi wa agano, aliyekuwa msimamizi wa agano alikuwa ni nani? Alikuwa ni Adam. Sasa nataka nisisitize kidogo hii kwa upande wa wanandoa. Ujue hivi mpendwa, kufanya kitu kwa siri kinaweza kuleta madhara makubwa sana baadaye. Unapokuwa una siri zako, una vitu twako. Ndicho kilichotokea hapa, kwa sababu Hawa tayari alikuwa ameshaanza story na nani? Na nyoka. Wameanza story na hakuwahi kushare na nani? Na Adam mumewe. Hakuwahi kusema. Alibaki mwenyewe na mambo yake, akabaki nayo, ni yeye kama yeye, akabaki nayo. Sasa katika kule kubaki nayo, ile kitu ikaendelea kuathiri mtazamo wake, ikaendelea
ikaendelea kuathiri msimamo wake, ikaendelea kuathiri ile story, ikaendelea kuathiri msimamo wake, na mwisho wa siku katika ile athari kilichokuja kutokea ni kwamba Hawa akafanya nini? Akalila tunda. Sasa Hawa analila tunda si tatizo, haitokei shida lakini tunachokiona hapa, kule kuwa na mambo yake mwenyewe ya siri siri ndiko kulikoanza kuleta nini? Kulikoanza kuleta shida. Namba 2 cha kuangalia sana katika huu mstari ni hiki hapa, kwamba wakati ambapo Hawa alikula tunda, yeye hakuwa mbeba agano, hakuwa mbeba agano. Nataka kuzungumza na wewe, hata jana nikasema kwenye familia anatafutwa yule mtu ambaye ni nani? Ndiye mbeba agano, yule ambaye anaonekana ndiye anayeweza kusimamia familia, ndiye anayetafutwa. Sasa ni muhimu sana ukaelewa vizuri, mpendwa mtumishi wa Bwana, kama wewe ndiye baba, if you're a father, wewe ndiye baba wa familia yako, wewe ndiye baba, wewe ni mume pale nyumbani, wewe ni baba pale nyumbani, uko na mke, uko na watoto, ni muhimu sana ukawa makini na kujua ya kwamba Mungu amekukabidhi hiyo familia. Naomba unisikilize vizuri. Mungu amekukabidhi hiyo familia, usimamie tu. Si kwamba wewe ndio mmiliki wa familia. You are not the owner. A family, your family is not belong to you. It's not belong to you. You are just a mentor. You are just a leader. You are just a leader. Wewe ni msimamizi tu, ni kama kiongozi tu, lakini familia ni ya Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Ngoja niseme tena na wewe. Nasema hivi, kama wewe ni baba, if you are a father, you have to remember and to know this, that remember, you're just a leader. A family is not belong to you. A family is belong to Jesus. So if a family is belong to Jesus, is not belong to you, you have to remember you are a leader. And if you are a leader, you have to remember this, that you have to lead your family to God. Yes, you have to lead your family to God and not to your own. No, not to your own profits. No, usiongoze familia kwa faida yako. Iongoze familia kwa Mungu. Imwendee Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo kama wewe ni baba, you have to make sure kwamba wewe ndiye kichwa cha familia. Na kama wewe ndiye kichwa cha hiyo familia, hakikisha ukumbuke Mungu ndiye amekupa hiyo dhamana ya kuisimamia hiyo familia. Na kama Mungu ndiye amekupa hiyo dhamana, elewa, hiyo familia inapaswa kuishi, inapaswa kuwepo kwa faida ya Mungu. Na kama inapaswa kuwepo kwa faida ya Mungu, kumbuka jambo hili. Unachopaswa kufanya na kuzingatia sana, hakikisha unakaa mbele kwa mambo ya Mungu. Hakikisha unakaa mbele. Heri wa kuzidi kwa mambo heri wa kuzidi kwenye uchumi, lakini Mungu naye ni mwaminifu mno. Ukikaa mbele katika kumjua Mungu, hakikisha unatangulia mbele yao. Wasikuzidi kumjua Mungu, wasikuzidi kwenye kuomba, wasikuzidi kwenye kumtafuta Mungu. No, hakikisha unakuwa mbele. Kuna mahali Biblia inasema kwamba kuna mahali Biblia inazungumza, inasema kwamba inasema tuwapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza. Mimi napenda niseme hivi kwamba mimi natamani kusema hivi kwamba tuwapate wapi wanaume wanaojua kuomboleza. Kwa sababu gani? Kama wanaume ndio vichwa, ndio tunapaswa kutangulia mbele kwenye kila kitu. Wewe unategemea kwamba siku moja utaoa. Jitahidi sana, ishi maisha ya kumtafuta Mungu, ishi maisha ya uwepo wa Mungu. Hakikisha unakuwa mbele. Mkeo asikutangulie kumjua Mungu. Yaani mkeo asiwe mbele kwa habari ya elimu ya Mungu, asikuzidi kwa habari ya elimu ya Mungu. Yeye akufuate wewe, sio wewe umfuate yeye. Kwamba maswali unaweza kumuuliza yeye, hata kama unajua wanaume si ni wabishi. Kuna vitu vingine hatuelewi, mke anaelewa, lakini hapana. Yaani unajikaza tu. Hapana, hakikisha kwamba si ile kujikaza kiume. Hakikisha kwamba ni kweli uko mbele. Maana Mungu amekukabidhi hiyo familia, ni dhamana. Kuna siku utatoa hesabu ya hiyo familia. Ni vipi ambavyo ilimuishi Mungu duniani? Kwa sababu mwenye dhamana ya kuiongoza hiyo familia ni wewe. Na Mungu haja categorize kwamba utaiongoza kwenye eneo gani. Amekwambia wewe ndiye kiongozi wa hiyo familia. Na kama ndiye kiongozi wa familia, manake unaongoza kwenye kila engo. You have to lead your family in every angle.
of their life. Hakikisha unakuwa kiongozi ambao unawatangulia mbele kwenye kila kitu. Kwa kuwa acha nikwambie, inawezekana kabisa mkeo kasoma kuliko wewe. Sawa, kasoma kuliko wewe. Lakini hakikisha kwenye mambo ya Mungu unamzidi. Kwa sababu kama huwezi kumzidi kwa hela, utamzidi na nini sasa? Utakuwa kiongozi wa namna gani? Huwezi kumzidi na hela, ndio. Kama huwezi kumzidi na hela, basi hakikisha unamzidi kwa kumjua Mungu. Hakikisha unamzidi kwa hela basi na kumjua Mungu. Hakikisha kabisa kwamba kwa habari ya elimu ya Mungu wewe uko mbele, na kwa habari ya kiuchumi kama umeshindwa, hiyo hakuna shida sana. Hiyo haina shida. Narudia tena, utakapoenda kutoa hesabu kule mbele za Mungu, hautatoa hesabu ya kwamba jinsi gani uliwalisha familia yako kwa sababu hukuwa na uwezo. Tunakwenda sawa. Hautatoa hesabu ya kwamba ni kwa jinsi gani walikula mikate, ni kwa jinsi gani walikula keki. Hapana. Walikula keki mara ngapi, hiyo Mungu hata kuuliza. Hapana, kwa sababu yeye ndiye akupae nguvu ya kuihudumia familia. Tuko sawa. Sasa kitu ambacho unatakiwa uhakikishe na kuwa na bidii nacho ni uhakikishe kwamba unatangulia mbele kwa habari ya kumjua Mungu. Jaribu uwezavyo kuishi uweponi mwa Bwana. Jaribu tangulia kwa namna yoyote, yani by any means, hata kama yani kwa namna yoyote ile. Ikibidi, narudia tena, ikibidi punguza muda wako wa kupumzika. Hakikisha unaongeza muda wa kumtafuta Mungu. Kwa sababu kama familia, kama mke akikuzidi kwenye habari ya kumjua Mungu, unategemea nini? Ushindi wako hauko, sikiliza vizuri, ushindi wako hauko kwenye kumiliki hela. Wako watu ambao wanamiliki hela na bado maisha yao kwenye ndoa, wake zao wanawasumbua. Narudia tena, sikia, ngoja nikupe mfano. Kwa nini Mungu alimpigania Ibrahim kule Misri? Unisikilize vizuri. Kwa nini Mungu alimpigania Ibrahim kule Misri wakati ambapo alishuka na mkewe Sara? Wameshuka kule Misri kwa sababu ya njaa iliyotokea kule walikokuwa wameenda au walikokuwa wamehamia, kwa maana ya Kanani. Njaa imekuwa kali kule Kanani. So akashuka Misri kwa ajili ya kutafuta nini? Maisha. Ameshuka Misri kutafuta maisha. Amefika pale, Biblia inasema kwamba wafanyakazi wa Farao, watumwa wa Farao wakamsifu Sara mbele ya Farao. Kuna jamaa mmoja, kuna Mwebrania mmoja ameshuka huku. Acha tu wase. Kuna mzee mmoja ameshuka huku bwana kutoka huko. Hapana. Hicho chombo alichonacho ni hatari. Chombo kile ni hatari. Asa Ibrahim naye kwa sababu ya kule kuogopa kwamba angeuawa, kwa sababu zamani ilikuwa ikionekana na mke mzuri